Awali ya yote napenda kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema, kutuwezesha kuhudhuria semina hii, mafunzo haya muhimu kwa ajili ya kujengeana uwezo na kukumbushana baadhi ya masuala kuhusu uhifadhi wa misitu na mazingira na njia za kuzuia na kudhibiti moto. Kufika kwenu kunadhihirisha dhamira ya dhati kabisa katika kuendeleza uhifadhi wa misitu na mazingira. Hivyo ninawashukuru na kuwapongeza sana sana. Ndugu wageni waalikwa, serikali kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii inaendelea kutekeleza dhana ya ushirikishaji wa jamii katika uhifadhi wa misitu na mazingira nchini kwa kuhamasisha uanzishwaji wa mashamba ya kupanda miti na kuhifadhi miti ya asili na mazingira yake, ikiwa ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 ibara ya 68 na 69. Sote tunatambua kwamba wilaya ya Ludewa ni moja ya maeneo muhimu kabisa katika uhifadhi wa maliasili na mazingira yake kutokana na uwepo wa maeneo mbalimbali yenye rasilimali asilia kama vile misitu ya mdandu, madenge, sakaranyumo na mingine mingi iliyopo katika wilaya ya Ludewa ambayo ni vyanzo vikubwa vya maji na ufugaji nyuki. Hii misitu ya Livingstone ni vyanzo vya maji na ufugaji nyuki. Wageni waalikwa, uwepo wa maeneo haya yenye rasilimali za misitu ni miongoni mwa vigezo muhimu vinavyowezesha wananchi kunufaika na rasilimali hizo kupitia uwekezaji utakaofanyika. Maeneo hayo yameendelea kuchangia katika kukuza uchumi wa taifa na jamii kupitia ufugaji nyuki, hewa ukaa, hewa safi pamoja na kuleta mvua. Baadhi ya maeneo wamekata miti yote. Ukikata miti kunakuwa jangwa. Kukiwa jangwa hupati mvua. Usipopata mvua manake hupati chakula. Hapo vipi? Lakini ukitunza miti ni uhakika wa nini? Wa mvua.